msimu mpya wa mabadiliko, msimu mpya ambao ni msimu wa 7 wa ukamilifu wa Mungu. Tunataka dua na maombi na machozi yaweze kulia kwenye macho ya kila mtu. Kulia, watu wengi sana huwa wanalia baada ya maafa kutokea, lakini si watu wengi wanaweza kulia kabla ya jambo kutokea, ikiwa Mungu amelitangaza. Yes. Mungu ni Mungu wa watu wote. Yes. Kwa hiyo tunaomba kwa ajili ya uchaguzi utakaokuja ambao unaanza 2024 na 2025. Tunaomba rehema ili kwamba kusiwe na hasira ndani ya mioyo ya watu na kusiwe na damu kumwagika. Lakini pia kwa ajili ya familia, kila mtu asiweze kuingia wazazi wao, watoto wanaingia wazazi wao, na si watu wengi wanaweza kupewa mzigo wa namna hii. Kupewa mzigo wa machozi, kupewa mzigo wa kulia, maombi na dua kwa ajili ya Tanzania. Maombi na dua kwa ajili ya mama wa Tanzania. Maombi na dua kwa ajili ya watoto. Maombi na dua kwa ajili ya baba wa Tanzania. Maombi na dua kwa ajili ya vijana wa Tanzania. Muhimu sana kumkumbuka Mungu na kumtanguliza Mungu katika kila jambo. Yes. Maandiko yanasema kabla ya mambo yote dua zifanyike pamoja na maombi na maombezi. Yes. Yes. Kwa ajili ya watawala wetu. Tupate kuishi kwa amani. Yes. Yes. Mungu akubariki. Yes. Sasa tunaanza na tunapopita katika mitaa na vijiji katika kwa Lindi, maana yake ni kwamba rehema za Mungu zipate kuwa pamoja nasi. Yes. Rehema za Mungu zipate kuwa pamoja nasi na kuenenda pamoja nasi kila mahali. Ungana na sisi tunapokuwa kwenye magari. Ungana na sisi ukiomba kwa ajili ya kwa huu. Omba rehema na neema kwa Bwana. Kiomba kwa ajili ya serikali, kiomba kwa ajili ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kiomba kwa ajili ya mkurugenzi, kiomba kwa ajili ya jeshi la polisi, kiomba kwa ajili ya watu ambao ni wanasiasa wanaoenda kuchukua fomu za uchaguzi, wenye viti wa mtaa, omba kwa ajili ya madiwani, omba kwa ajili yao. Omba kwa ajili ya jamii nzima, omba kwa ajili ya jamii nzima. Watu wengi sana huwa hawataki amani. Watu wengi sana huwa hawataki amani. Kwa hiyo lazima tuombe ili uchungu utoke ndani ya Watanzania. Kusiwe na uchungu ndani ya Watanzania. Kila mtu asali kwa Mungu wake. Nataka niseme na wewe, hii ni nchi yetu sisi sote. Hapa tuko Lindi, tuko Tanzania. Paza maombi yako mbele za Bwana. Dua yako ikasiki mbele za Bwana. Maandiko yanasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, nami nitaiponya nchi. Nami nitaiponya nchi. Paza sauti yako kwa ajili ya nchi. Omboleza kwa ajili ya nchi. Yako mambo ambayo Mungu ameyafunua, mambo mazito. Iko njaa ya miaka 3 inakuja katika ulimwengu huu tulionao. Paza sauti yako mbele za Bwana. Tunahitaji watu wote tuombe dua mbele za Bwana. Watu wote Tanzania nzima mnaotuona live na wale ambao tuko pamoja mahali hapa, ni wakati wa kuomba dua mbele za Mungu. Ni wakati wa kuomba dua mbele za Mungu. Unapotuona hivi, ni machozi yetu. Ni machozi yetu mbele za Mungu tukiomba amani ya nchi. Ni machozi yetu mbele za Bwana tukiomba amani ya nchi. Tunaona nchi kama Kongo. Angalia watoto wanateseka kule Kongo. Angalia wamama wenye mimba wanapopata shida kule Kongo. Angalia watu wanapoteseka, watu wanakufa. Unakuta kaburi moja wanazikwa watu 20 kwa sababu amani hamna. Walikosa nafasi ya kuomba wakati wa amani. Wakati wa amani ni wakati wa kuomba. Wakati wa amani ni wakati wa kuomba. Wakati wa amani ni wakati wa kupaza sauti. Watu wanajisahau. Watu wanajisahau. Wakati wa amani watu wanajisahau. Yes Lord, yes Jesus. Shangilieni, yes, enyi mbingu na nchi. Shangilieni enyi vijana. Shangilieni, pigeni vigelegele na ndelemo. Maana Bwana ametangaza wokovu. Wokovu mkuu.
juu ya Lindi ametangaza wokovu mkuu. Mungu ametangaza amani. Amani katika uchaguzi. Wanasiasa wasigombane. Wanasiasa wasiuane. Ndio maana tunazunguka kwa gharama kubwa kuomba ili damu isimwagike, kuomba na kuomboleza na kulia. Machozi yetu hayatakoma mchana wala usiku. Machozi yetu hayatakoma mchana wala usiku. Tunatangaza maombi ya toba na injili ya uamsho, injili ya mabadiliko, tukiwa katika msimu wa 7, msimu mpya wa 7, kuhubiri injili ya uamsho wa kanisa na matengenezo ya kiroho, na kuomba toba kwa ajili ya Tanzania, kuomba toba kwa ajili ya uchaguzi mkuu, kuomba toba kwa ajili ya uchaguzi wenye viti wa mtaa, kuomba rehema kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani na wabunge na marais. Kuomba kabla ya uchaguzi ni muhimu sana. Kukusanya silaha kabla ya vita, kusanya silaha za maombi na machozi na maombolezo. Silaha za vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho, sio silaha za mapanga, sio silaha za bunduki, ni silaha za machozi. Tumsujudie Mungu, tumwombe Mungu radhi. Tumwombe Mungu atuepushe na janga la njaa. Tusujudu, tupigeni magoti, sujuduni. Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkubwa, anaweza akaondoa uhai wako leo. Hebu tusujudu kwa dakika 2. Utapungukiwa nini ukisujudu? Tumlilie Bwana. Nyosha mikono yako. Tumwombe Mungu. Mungu wetu, rudieni maneno nyuma yangu. Sema Mungu wetu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tuseme kwa sauti, wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, uliyezifanya mbingu na nchi. Baba, tunaomba rehema. Tunaomba msamaha. Tumetenda matendo maovu. Baba, tunaomba tusamehe. Samehe mkoa wa Mtwara. Samehe kijiji cha Mikindani na vijiji vyote vya Mikindani. Isamehe Aikata. Tusamehe Aikata Mungu. Mola wetu, tusamehe. Ardhi imepokea dhambi zetu, na mbingu imepokea dhambi zetu, na bahari imepokea matendo yetu mabaya. Tunaomba utusamehe. Utukumbuke leo sisi na watoto wetu. Utupe chakula, utupe baraka. Utusaidie Bwana, katika jina la Yesu. Omba tu, sali tu kwa jina la Yesu. Tutamke neno moja kwa ajili ya uchaguzi. Tutamke neno moja kwa ajili ya uchaguzi. Uchaguzi wa wenye viti wa mtaa, uchaguzi wa madiwani, uchaguzi wa wabunge mwaka kesho, na uchaguzi wa rais. Tunaomba Bwana ikawe baraka. Zuia damu isimwagike Bwana, katika jina la Yesu. Tunaomba damu isimwagike, damu isimwagike. Umwagaji wa damu, watu wanaokuja kushawishi vijana na kuwapa pesa ili kupindua mioyo yao. Naomba Bwana ukaepushe damu isimwagike katika mkoa wa Mtwara. Damu isimwagike, damu isimwagike. Wanasiasa wasiwe na siasa za hila, wasiwe na siasa za uchochezi, wawe na siasa za amani. Kukawe ni uchaguzi wa amani. Naomba ukawe uchaguzi wa amani katika ngazi ya mwenyeviti wa mtaa, ngazi ya wabunge, ngazi ya madiwani na ngazi ya rais. Iwe amani. Kwa dakika 2 tunaenda kuombea uchaguzi. Tunaenda kuombea uchaguzi. Sasa nataka hata uliyeko sokoni, unayeuza na kununua, kwa dakika 2 biashara isimame kwanza. Mteja abaki dukani, na wale kamata pesa kutoka kwa unayenunua. Dakika 2 tuombe kwa ajili ya uchaguzi. Tuombe madiwani, tuombe wenye viti wa mtaa watakaogombea kwa dakika 2. Wewe mpaka kule, nataka kamera iende kule nyuma. Nataka kuwaona wale watu, na nimuonyeshe Samia, na nimuonyeshe madiwani, na polisi itawaonyesha kwamba watu wa Mbinga wamekubali kuombea uchaguzi. Nenda sokoni kule, watu wa sokoni kule, kwenye kuku kule mbele, kwenye magenge. Dakika 2 kule dukani huko, biashara isimame kwanza. Tuombe kwa ajili ya uchaguzi wa wenye viti wa mtaa, na madiwani, na mwaka kesho wabunge na rais. Tunatamka neno la baraka. Tunaondoa hasira za uchochezi. Tunaondoa hasira za mauaji. Tunaondoa kafara zote.
asiwepo kiongozi anaenda kutoa kafara. Kamera yangu iende mpaka sokoni, iende madukani, kila mtu atamke neno moja: ondoa makafara, ondoa makafara kwa jina la Yesu. Pengine kafara anaweza kuwa mtoto wako, pengine kafara inaweza kuwa watu kugongwa na gari, pengine kafara ni mabasi kuanguka, pengine kafara ni malori kuungua moto. Malori ya wafanyabiashara yanaweza kuungua moto, kumbe ni kafara ya watu wa uchaguzi. Funga kafara zote, funga kafara zote, funga kafara zote. Wakati wa uchaguzi hakuna kafara kwa jina la Yesu. Roho ya uganga, roho ya uganga na chonganishe na kila kitu na rinda riko rase rabo rinda lake sika. Tunazuia kafara zote kwa jina la Yesu. Tunakataa mauaji, tunakataa mauaji, damu kumwagika, tunazuia hakuna damu kumwagika. Tunatangaza amani, tunatangaza amani. Hakuna kiongozi atakaenda kwa mganga ili kutoa kafara katika jina la Yesu. Ninatuma malaika wa Bwana, ninawatuma malaika wa Bwana kutangulia mwaka huu, watangulie mahali pote, barabara zote. Hakuna ajali, hakuna ajali, hakuna ajali, hakuna mauti, hakuna mauti, hakuna mauti kwa jina la Yesu. Tunataka amani, jeshi la polisi, amani, amani kwa viongozi, amani kila mahali. Tunatangaza amani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatangaza amani, tunatangaza amani, tunatangaza amani. Mungu akaniambia katika maono ya usiku, ilikuwa mwaka jana mwezi wa 12, nikiwa na kongamano Suma JKT, nimemaliza, nimechoka, narudi kupumzika. Mungu akaniambia, simama na taifa hili kwa nguvu kuliko unavyosimama nalo wakati wowote. Kwa nini? Ziko damu zinakwenda kumwagika kwenye uchaguzi wa mwaka 2024 na 25. Ziko damu, niliona damu kama mito ya maji, watu wanachinjana. Kulikuwa na malaika mharibifu. Unajua sisi watumishi wa Mungu tunaona mambo katika roho. Ninyi mmenenda katika mwili, lakini sisi tunaona katika roho. Sababu tumeitwa na dhamana hiyo. Kwa hiyo Mungu anambia lionye taifa lisije likasubutu kumwaga damu ya halaiki kwenye uchaguzi wa wenye viti wa mtaa na wabunge na madiwani na hata ngazi ya urais mwaka kesho. Mungu akasema lionye taifa la Tanzania. Mimi niliyeona ndiye nina uchungu, maana niliona mito ya damu inamiminika, watoto wanachinjwa, vijana wanachinjana, wamama wanachinjana, wamekuwa wakatili, wababa wanachinjana. Hali ilivyo sasa katika muonekano wa mwili, wewe unaiona kwa taarifa za habari, sisi tunaziona kwa taarifa za mbinguni. Na pesa nyingi tunatoa ili kupeleka ujumbe. Baada ya hapo hakuna sadaka tunayokusanya. Ni uchungu wa namna gani? Kwa taifa hili kabla halijaingia kwenye machafuko tunapiga kelele. Sio machafuko yatokee ndio tuanze kuongozana waandishi wa habari, tukimbie na kamera, mabunduki yanapigwa, mapanga, tuandishi wa habari na kamera mnaanza kukimbizana kuchukua taarifa. Chukueni taarifa za amani leo. Kuionya taifa kesho. Kwamba hata kama kuna haki unasikia unanyang'anywa, mwachie Mungu. Hata kama kuna haki ya nafasi yako ya ubunge unaona kama inapotea, nyamaza kimya. Hata kama utashindwa kuwa mwenyekiti wa mtaa, nyamaza kimya, usiinue magenge. Hata kama utashindwa kuwa diwani, ulikuwa diwani sasa baadaye ukaondoka, usije ukainua vita. Acha Mungu atawale. Roho ya mauaji kinuka Tanzania, hakuna atakayezuia. Na Mungu akanambia hakuna mahali pa kukimbilia sisi. Hatujazoea kushika bastola, hatujazoea kushika visu, hatujazoea kushika mapanga, hatujui kupigana sisi, hatujui. Hatujawahi kuwa wakimbizi. Mataifa mengine ya Rwanda wameshakuwa wakimbizi, Burundi walikuwa wakimbizi, tunawahifadhi sisi hapa. Sisi tutakimbilia wapi? Tuilinde amani tulionayo. Tuilinde amani tulionayo. Amani ni muhimu, ni utajiri mkuu. Kuna watu walitaka haki zao, wakatafuta kwa mapanga na kwa vita kumwaga damu, hawakuipata. Na hata walipokwisha kufa haki haikutokea. Ni Mungu peke yake ndiye aliyesimamisha Tanzania kwa mzeituni wa mataifa mengine ili amani ya Mungu ikae. Utajiri tulionao si kama taifa, hata waibeje hawataumaliza. Hata waibe vipi utajiri tuliopewa na Mungu Tanzania. Mungu anayo majibu juu ya Tanzania. Atainua vijana juu ya taifa hili, atainua wamama juu ya taifa hili ambao wataendelea kusimama na haki.
taifa la Tanzania litamwaga damu, nipate kuambia kile kinara cha Mungu juu ya taifa hili kitaondoka. Na Mungu akanambia kinara kiondoka mtakuwa wakimbizi. Na tutakimbilia wapi? Utaenda Kenya, utakaa Kenya wewe kwa Kikuyu. Wewe unaweza kukimbilia Rwanda, ukakaa Rwanda. Mtanzania unaweza kukimbilia Uganda, wewe ukakaa. Sisi tumezoea kukaa kwa upendo, huwa hatupigani mara kwa mara, hatuna mashindano, hatushiki risasi, hatushiki bastola. Wale wenzao wameshazoea kupigana, wameshazoea kushika visu. Sasa sisi tutaweza? Kwa ni mpaka kila mtu atoke ndani ya kanisa lake, asimame kwa ajili ya Tanzania. Usijiwekee dhehebu lako, usimama kwa ajili ya nchi. Tusipolinda amani ya nchi yetu, mabaya yakitokea kama ya Rwanda, tutaenda wapi? Wakati wa uchaguzi, wanasiasa, naomba mcalm down. Ukishindwa nyamaza kimya, usianze kutafuta vikundi vya vijana kuleta uchochezi. Usilete machochezi masokoni, usifanye uchochezi kwa vikundi vya wamama, usiopeleke watu fedha ya hongo ili wainuke kinyume cha serikali. Hii serikali ya Tanzania Mungu anaipenda mno. Kwa mimi nawaonya kabisa wa Tanzania na makundi ya majasusi yanayosababisha utekaji nyara wa watoto, utekaji nyara wa watu wanaosema kweli na mambo mengine, wanaofanya zile vurugu, wote wanaofanya ile vurugu, ninaomba waache mara moja. Mungu atawashushia kipigo ambacho hawatasahau. Mungu aliyezifanya mbingu na nchi ni Mungu mkuu. Aliliangusha jeshi la Farao kwenye bahari. Ni Mungu asiyedhihakiwa. Wasidhihaki, nchi ni ya Mungu. Dunia nzima nchi ndio haijamwaga damu peke yake. Sasa wanaiotea nchi na yenyewe imwage damu ili tuwe sawa. Nyinyi waandishi wa habari, mwe wazalendo. Pelekeni habari kizalendo kwamba jamani hapana. Pelekeni, tengenezeni makala. Tengenezeni vipindi vya ziada. Washaurini mabosi wenu wanaomiliki redio na matelevisheni, tengenezeni vipindi vya ziada vya kulinda amani, kuchochea vinasaba vya amani ili idumu. Tusije tukawa wakimbizi wakati nyinyi mpo. Alafu mnataka mje mchukue habari, watu wanauana, watu leo wameuana sehemu fulani, leo wamechinjana watu fulani, ndio unaanza kuchukua habari. Chukua habari njema, uzinadi kwa nguvu kuliko wakati wowote. Mtume Paulo aliandika mambo machache kutuonyesha. Akasema hivi, tukiwa na chakula na nguo na utakatifu yatosha. Mnisikie maneno hayo. Alishauri, alijaribu kutoa ushauri. Wanaotaka zaidi ya hapo, unataka vita kwa tamaa ya fedha. Libya iko wapi leo? Niambieni, nchi ya Libya iko wapi? Nchi ya Libya ilipoanza kuweka makundi kati ya watu wa upande huu na watu wa upande huu, imefika wapi kama sio wakimbizi mpaka leo? Sudan Kusini iko wapi? Leo tunashuhudia Korea Kaskazini huko na Korea Kusini. Hao ninyi hamuoni? Yaani ni nchi moja. Unaposikia Sudan na Sudan Kusini ni nchi moja, ila ni upande huu na upande huu. Taifa la Tanzania tukiligawa kimajimbo kisiasa, tumekwisha. Kwa hiyo tusipokuwa wazalendo na kuomba, tukataka kuitafuta haki kwa kupigana, haipatikani. Ukiangalia mitandao ya kijamii ni shida kubwa. Ni shida kubwa sana. Waandishi wa habari mnachokiandika si sawa, si sahihi. Hivyo vitu Mungu akanambia usipovikemea mapema na kuvionya katika roho, kodi za Tanzania zikipotea. Nikisema kodi maana yake kuna password ya amani imeshikiliwa. Kama adui ataenda kuzitoa zile password katika nchi hii, nchi kavamiwa, kukawa na makundi ya waovu wanaochonganisha serikali na wananchi kwa namna zao, kisiasa, kidini au kijamii. Maana yake hizo kodi zikipotea, Tanzania hatutakuwa na mahali pa kukimbilia. Tumezunguka tangu mwaka 2023, hatujatulia. Na Biarifu anafahamu, Chazi unajua, Mzee Manda anafahamu, na Begnesa anajua. Tumezunguka na gari, sio helikopta, kwa gari, karibu nchi nzima, tukihubiri amani ya taifa hili. Hasa mwingine anakuta amekuona leo, hajakujua, ndio akaona leo. Kabla ya uchaguzi mwaka 2022 tumezunguka kampeni ya mkoa kwa mkoa. 2023 yote tumezunguka. 2024 ilikuwa ni ya makongamano na press conference. Tumefanya press conference na vyombo vya habari. Mwaka jana mwezi wa 12 tulikuwa Mwanza hapa, Rokostemo. Tukaita waandishi wa habari,
tukawapa elimu, tukawaita jeshi la polisi, tukawapa elimu, tukaita watu wenye walioathirika na walio walemavu wa ngozi na walemavu na wengine, tukaita taasisi mbalimbali, watu wa TCRA tukawaita pale ambao wanasimamia mawasiliano, tukaita watu mbalimbali ambao wanaweza kusimama na kama umepewa dhamana, tukaita watu wakuu wa wilaya, kwa mikoa, tukawa nao pale kwenye kongamano la amani, tukaita waimbaji waimbe nyimbo za amani. Lakini wakati huo matusi na mbwembwe zilizopo leo hazijaanza. Lakini Bwana akatangulia kwanza kuonyesha. Basi tukafanya ile kongamano, vyombo, watu wa wanahabari wakaongea, lakini tumewapa elimu wanahabari. Leo asubuhi nasikiliza BBC inawahoji wanahabari wale kwa kanda ya Ziwa na mwingine kwa Dar es Salaam, wanafanya kama debate. Wanahabari wamelala, hakuna anayehubiri amani wala anayekumbuka tulikuwa na Mfalme Tengo hapa, kwamba sasa wakati wa wanahabari kusema habari ya Tanzania na thamani yake. Wakati gunzi linapiga yale mawe, wanahabari wako wapi? Wakati hata hivi vipande vya clip warushe kwa Watanzania, washe kama anavyosema Nabii Alfa, waandike kwenye mablog yao, kwenye magazeti huko waandike, jamani amani, samaki Tanzania ni kama samaki sato, jamani tulinde amani yetu. Yale mambo aliyosema Mfalme Tengo akiwa na Nabii Alfa kwenye makongamano huko Serena Hoteli kule, the Kilimanjaro Hoteli, tukiwa na Agnes, tukiwa kule na kina Veti Kanyonyi, tukiwa na kina Chazi, tumehubiri huko, tumeenda kwenye tumeita wanahabari wote Tanzania, tumeenda kila mkoa, tumefanya ma press conference makubwa, Morogoro, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Arusha, wapi, tunazunguka kwa pesa ya huduma hii ya sadaka. Tukimaliza kutoa milioni 3 kulipia ukumbi, kulipa waandishi wa habari wapeleke habari, na gharama zingine milioni 5, milioni 10 mpaka milioni 30 tunagharamia ili kulinda amani ya taifa hili. Tukimaliza tunataka tuondoke, tunaulizana una shilingi ngapi tuweke mafuta ya gari? Hatuna pesa tena, tumeshamaliza kutoa habari. Si watu wanaelewa. Rudini kule nyuma. Wale wote ambao tuko ndio kwenye press conference na makongamano, tunawapa chakula wote. Tena tunalipa kwa dola. Pale Serena Hotel tunalipa kwa dola. The Kilimanjaro Hotel, ule ukumbi huwezi kuingia kijinga, unalipa kwa dola. Watu wanakula kwa dola. Sadaka yako uliokuwa unaitoa nilikuwa inafanya kazi hiyo. Sasa leo tunapohubiri hivi, ni mzigo tulionao tangu zamani, kabla hawajaanza kutukana. Mungu alituonyesha samaki anatafutwa, anawindwa. Sasa ile damu inatoka pande za kaskazini, inatoka na magharibi. Asomai na afahamu magharibi ni wapi, kaskazini ni wapi, na kusini, inakuja mashariki. Asomai na ajue damu inakuja kuichafua ile bahari. Ndani yake kuna samaki mmoja ndio amebaki, anaishi sato katikati ya bahari. Maana yake katikati ya mataifa mengi, ile bahari ni mataifa, na damu zinatoka kwenye mikondo yake huko zinakotoka, zinakwenda kuiendea. Ndani yake kuna samaki mmoja tu, anaitwa Tanzania. Ole wenu wa Tanzania ikiwa mtataka kusambaratishwa kama mawe yaliyokaa pamoja ya thamani, mawe mazuri ya thamani kama mawe meupe namna hii. Kwa wale wanaojua yale mawe meupe huwa yanakuwa kama yanatumika kwenye mapambo, kama mmeshaye kuyaona, yalikuwa namna hiyo, yanaitwa yalikuwa na limestone, yalikuwa yana sura hiyo sasa ya ule weupe wake, ndio yaliokuwa yanapigwa na gunzi ambalo mtu amesha kula indi. Sasa anaanza ile gunzi lina roho ndani yake, linapiga yale mawe. Ni maono ya ajabu. Nikasema Bwana wangu, Watanzania watanielewa. Je, watajua thamani tulionayo ikisha ondoka tukasambaa? Kama hili gunzi limekuwa na uwezo wa kusambaza mawe. Hey. Ukienda kitabu cha Maombolezo sura ya 4, inasema jinsi dhahabu ilivyoacha kung'aa, dhahabu safi, wana wa Sayuni walinganishao na mawe ya patakatifu, wametupwa nje. Walishona dhahabu safi, wamekuwa kama mawe yasiyokuwa na thamani. Hata mbwa mwitu utamani kunyonyesha mati yake. Watakuwa wakimbizi, watu watakuwa wakimbizi wasiposhikilia. Na ikionja damu tu nchi, ikionja damu, ladha yake ya damu ikisha kumwagika, basi itakuwa ni kila mwaka damu. Kila mwaka itakuwa ni damu. Kila uchaguzi itakuwa ni damu. Kila rais akiingia itakuwa ni damu.
Ole wenu. Hakikisheni msilipe nafasi ili gunzi. Lina roho ndani yake. Haya maneno mnayoyasikia kwenye YouTube, kwenye blog, kwenye mitandao mbalimbali, kwenye TikTok, yana roho ndani yake. Ni maneno yenye upuuzi lakini yana roho. Waona na mtu anamtukana rais, anatukana jeshi la polisi, anatukana mitandaoni, anafikiri kana kwamba yeye ni mtu wa thamani sana, anaongea maneno yana roho ya mauti. Yanakwenda kuvunja misingi yote iliyo imara. Basi haya ndio Bwana alioniambia niwaambie, kwamba kuna vilio, visasi na damu juu ya malango ya Tanzania.